Bwana Yesu asifiwe tena. Mtumishi wa Mungu, mtazamaji wangu, na kusalimu kwa jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ikiwa ni sehemu yetu sasa ya 4 katika somo letu tunaloendelea nalo kujifunza. Mungu amenipa neema tena nipate kusema pamoja na wewe. Lakini kabla sijaendelea mbele, nikombo niruhusu nimuombe Mungu, alafu kisha tupate kuendelea. Basi tukaombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme mwema, ni kwa mapenzi yako ndio maana tena umetupa kujifunza yaliyo makusudi yako na neno lako kwetu. Tazama Mungu uliye hai, uliyenipa kibali kusimama mbele yangu wako watazamaji, mbele yangu wako wasikilizaji. Wape tena neema Mungu ya kutambua na kuelewa kila ambacho Jehova umekusudia kwa ajili yao katikati ya somo hili. Mungu wa uzima, ninamseta mbali yule adui Shetani. Hana mamlaka nyakati hii, hana mamlaka juu ya somo hili, hana mamlaka juu ya watazamaji na wasikilizaji wangu, bali neema yako mfalme amani iliyojaa hekima na maarifa, Baba, ikatawale juu yao, na neema hii Mungu ikawaletea ushindi katika kila mmoja. Somo hili Baba ikawe ufunguo wa kufungua maisha ya mtu mmoja kutoka kwenye kifungo na kuendelea mbele katika mafanikio. Katika jina lako Yesu naomba na kuamini, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu, niliyapata neema ya kusimama hapa kukuletea neno hili la Mungu, mafundisho haya ya neno la Mungu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Boniface Steveni, natoka kanisa la EAGT Bujola Kisesa katika mkoa wetu wa Mwanza. Toka kanisa la EAGT Bujola, na nimepata neema tena kusimama mbele yako kuendelea, ikiwa ni sehemu ya 4 kufundisha katika hii wiki ya 4, kukufundisha somo linalosema siri za mafanikio. Siri za mafanikio ndilo somo letu ambalo tumekuwa nalo hapo tangu tumeanza katika sehemu yake ya kwanza, sehemu yake ya pili, sehemu yake ya 3, na leo tena Mungu ametujalia tuko katika sehemu yake ya 4, somo linaloitwa siri za mafanikio ama vyanzo vya kufanikiwa. Siri za mafanikio ama vyanzo vya kufanikiwa. Na siku ya leo tunachoenda kuongelea kujifunza leo ni siri ya 4, chanzo cha 4 cha mafanikio, kisababishi cha 4 cha kusababisha mtu akafanikiwa. Tumeongelea visababishi 3 nyuma, cha kwanza, cha pili na cha 3, na leo tuko kisababishi cha 4. Na kama hukubatika kuvisikiliza kile cha kwanza, cha pili na cha 3, kwa hapa sitaweza kukirudia, badala yake nitakusihi utaingia kwenye channel yangu ya YouTube. Kule YouTube ukifika utaandika jina la Boniface Steveni, na utapata masomo hayo ya chanzo cha kwanza ama siri ya kwanza, ya pili pamoja na ya 3. Na mitandao mingine, Facebook, TikTok, hata Instagram, utatumia jina hilo hilo, utayapata masomo hayo. Lakini kwa ukamilifu wake tumeyaweka YouTube. Kwa mitandao mingine yanaweza kawa nusu, lakini ukienda YouTube utalipata kile chanzo chote nimekifundisha pale kwa undani na kwa uzuri sana na kwa kuelekwa. Penzi mtazamaji, nikualike tena tupate kuendelea pamoja na wewe katika somo hili ambalo ni la muhimu sana kwenye maisha yako. Kwa nini ni la muhimu na ni la thamani katika maisha yako? Na Mungu ametufunulia kitu kizuri cha kujifunza. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nimekwambia siku zote mafanikio ni kitu cha msingi. Mafanikio ni kitu cha muhimu. Kila mwanadamu anahitaji kufanikiwa. Kila mmoja wetu anahitaji kufanikiwa katika kila jambo analoliendea lililo jema. Anatamani kufanikiwa, anatamani kufanikiwa. Huwezi kuwa mwanadamu ambaye unajitambua halafu kasema swala mafanikio sio la lazima kwako, halihitajiki kwako. No, swala la kufanikiwa ni swala linalohitajika katika maisha ya mwanadamu. Ni swala ambalo linahitajika katika mcha Mungu yeyote yule. Unahitaji katika maisha yako kuona familia yako inafanikiwa, kuona kwenye ndoa yako unafanikiwa, kuona kwenye kazi ya mikono yako unafanikiwa, kuona kwenye uchumi wako unafanikiwa, kuona katika kila ukiwekezacho na kukitenda kinapata kufanikiwa. Na nimekwambia moja ya jambo linautesa ulimwengu, sio tu ndani ya nchi yetu ya Tanzania, hata nje ya nchi yetu ya Tanzania.
Watu wanahangaika kutafuta kufanikiwa. Kila mtu, kila nchi, kila kona wanachokitafuta ni kufanikiwa. Lakini mimi katikati ya hili somo, baada ya Mungu kunifunulia kuona kwamba watu wanahangaika sana kuyatafuta mafanikio, lakini kwa nini wengi wanahangaika na pengine hata wasifanikiwe, wasiyapate haya mafanikio? Ni kwa kutokujua ni nini kinachosababisha mafanikio kwa mtu. Ni nini kinacholeta mafanikio kwa mtu? Ni nini mafanikio yamejificha wapi? Ni mambo gani unatakiwa kuyaelewa ambayo ukiyatenda na kuyaishi utapata kufanikiwa? Ndio maana Mungu sasa anatufundisha juu ya habari ya siri za kufanikiwa, juu ya habari ya vyanzo vya kufanikiwa. Katika chanzo cha 4 cha kufanikiwa, kitu kingine cha 4 kilichobeba nguvu ya mafanikio yako, kitu kingine cha 4 kilichobeba siri ya mafanikio ya mtu, kitu kingine cha 4 ambacho kikielewa na ukakiishi, ukakitunza, ni lazima utaona mafanikio. Ni kitu kinaitwa kutunza afya yako. Afya yako. Bwana Yesu asifiwe. Afya yako. Afya yako. Napozungumzia afya, mtumishi wa Mungu nifuatilie, unisikilize vizuri. Watu wengi wamekuwa wakichukulia afya jambo la kawaida. Watu wengi walikuwa wamechukulia swala la afya kama si kitu kinachoweza chenye kubeba mchango wa kufanikiwa kwa mtu. Lakini nataka nikwambie, moja ya muujiza mkubwa katikati ya maisha ya mtu ambao ukiupata umepita miujiza yote, ni pamoja na kuwa na afya njema. Afya njema. Ukiona una afya njema, Mungu amekujalia, unayo afya, mwili una nguvu, unaweza amuka, ukatembea, ukaenda huku na kule, ukazunguka, ukafanya mambo mengi, na Mungu amekujalia afya njema. Hiyo ni muujiza, ni zawadi umepewa na Mungu. Moja ya muujiza mkubwa upitayo mali, upitayo fedha, upitayo kila kitu ni afya. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na afya njema unaweza pata hela. Ukiwa na afya njema unaweza pata mali. Ukiwa na afya njema unaweza tenda lolote lile ambalo litakuletea mafanikio. Lakini afya ikiharibika, mimi nimekutana na ndoa zilizopata changamoto. Ndoa zimevunjika baada ya mmoja wao katikati ya ndoa kupata changamoto ya afya. Afya inaweza ikakuletea migogoro kwenye ndoa. Afya inaweza kusababisha ukachishwa kazi. Afya inaweza kusababisha ukafukuzwa kazi. Afya inaweza kukusababisha usiwe na uwezo wa aina yoyote wa kufanya jambo. Ndio maana wewe mtumishi wa Mungu unanisikiliza, kama Mungu amekujalia afya, tambua unayo kila sababu, kila itwapo leo, kumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo afya njema ulio nayo. Japo si kama watu wengi wanavyotenda. Watu wengi wamekuwa na afya njema katikati ya maisha yao, imejikuta badala ya kuwa chanzo cha mafanikio yao, imebadilika kujaza kiburi cha uzima katika maisha yao. Maana watu wengi ambao wana afya njema, watu wanakataa kumwabudu Mungu kwa sababu tu ana afya njema. Anaona kwenda kwenye ibada kwa kufanya nini? Yeye analiingia ile afya aliyo nayo. Lakini nataka nikwambie, chanzo cha 4 cha kusababisha, cha kuleta mafanikio kwa mtu ni kutunza afya. Kuitunza afya. Maana yake ni nini? Maana yake kuna watu leo wana afya nzuri, lakini kesho afya inakuwa mbaya, na ukiangalia ni kwa sababu tu walichukulia afya kitu ambacho hakina thamani. Hawakuithamini, hawakuitunza. Afya ili iwe nzuri katika maisha yako, ukuwe katika utoto wako, ukuwe katika ujana wako, na uzeeke katika uzee wako, uzeeke na afya nzuri, una sehemu ya kuitunza afya yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, tumishi wa Mungu. Afya ni zawadi tuliyopewa na Mungu. Afya ni muujiza tuliyopewa na Mungu. Kama una afya njema, unatakiwa kuitunza. Watu wengine leo wameharibikiwa afya, si kwa sababu iwayo yoyote, ni kwa sababu hawakuitunza afya. Usipotunza afya yako, unaweza tafuta fedha na mali siku ya siku, badala ya kuzifaidi kuzira, badala ya kufurahia mema ya nchi, kama anavyosema kwenye kitabu cha Isaya 1:19, badala ya kufaidika juu ya kila ambacho Mungu amekupa kuvuna, unajikuta sasa
wewe tena ile fedha yako kila siku ni ya kupeleka hospitalini, kila siku ni ya kupeleka kwa waganga, kila siku ni ya kupeleka kwa watabibu ili upate kutibiwa. Kwa nini? Kwa sababu ulishindwa kuelewa kwamba iko sababu ya kutunza afya, na afya ni moja ya kisababishi cha mtu kupata mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Kama afya yako ni mbovu, kuna baadhi ya kazi huwezi fanya, kuna baadhi ya mahali huwezi ajiriwa, kuna baadhi ya safari huwezi safiri. Unaweza ukaambiwa saa hizi ukapewa fursa kwamba kuna fursa ya kufuata mzigo Dar es Salaam huko Mwanza, inatakiwa upande basi ama upande utoke na gari hapa uende mpaka Dar es Salaam, upakie mzigo, uzunguke kule Kariakoo, upakie mzigo kule, usafirishe mpaka Mwanza. Unajikuta afya yako haikuruhusu. Ile fursa haitaleta matokeo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Afya ndiyo inayokupa uwezo wa kusimamia majukumu. Ndio maana nataka kufundisha kwamba afya ni sehemu ya kusababisha mtu kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Afya ndiyo inayokupa uwezo wa kutafuta upate mali usomeshe watoto wako. Kwa hiyo iko sababu ya kutambua kwamba afya imebeba sehemu ya mafanikio ya mtu, ya kwamba mafanikio moja ya sehemu yamejificha ni katika afya yako, na shetani anaelewa. Ndio maana shetani anashambulia afya yako. Ndio maana shetani anaweka mitego, anaweka hila kuharibu afya yako. Anawezekani kwa kukusaulisha ufahamu wako, usielewe namna ya kuitunza afya yako, usielewe namna ya kuilinda afya yako. Siku ya siku ukajikuta afya yako imeharibika, ukajikuta afya yako imeangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana afya nzuri, kuna watu walipewa afya nzuri na Bwana wakaiharibu kwenye afya yao. Nimekutana na dada mmoja akiwa na changamoto ya ndoa, lakini katika ile changamoto chanzo chake ni nini? Amekosa mtoto, ana miaka kwenye ndoa, bado hajapata mtoto. Yule binti analia, yule binti anateseka, wanateseka, anadhihakiwa na maneno. Imefika mpaka na wakati mume anamwambia, sasa basi inatakiwa uondoke, nitafute mke mwingine nioe, maana umeshindwa kunizalia, nitafute aliye na uwezo wa kuzaa. Yule binti naye analia, anatamani azae, aendelee na ndoa yake. Watu wamesimama wanamsimanga kwa sababu ya kukosa mtoto, lakini analia sana, anamejaa huzuni, moyo wake umejaa mafadhaiko makubwa. Nilipokaa naye kuzungumza naye, nikawa ninataka kujua kwa nini chanzo cha utasa wake. Maana wakati mwingine utasa katika kufungwa tumbo kuna chanzo cha utasa. Soma katika Biblia, mwanamke mama yake na Samueli, Biblia inadhibitisha kwamba chanzo cha utasa wake Mungu mwenyewe ndiye aliyefunga tumbo lake. Kuna matasa ambao Mungu mwenyewe ndiye amefunga tumbo kwa kusudi lake mwenyewe. Yeye anajua kwa mapenzi yake kwamba kuna jambo anataka kupitia hilo yeye apate kutukuzwa. Lakini kuna utasa mwingine unaoweza kusababishwa na mtu mwenyewe, yeye mwenyewe, kwenye hiki kipengele cha kutokujua kuitunza familia. Nilipokaa na yule binti kuzungumza naye, ninataka kujua nini chanzo cha utasa wake, nini chanzo cha kusababisha asichike mimba, nini chanzo cha kusababisha asizae katika ndoa yake. Nilipokaa kufuatilia historia yake katika kunisimulia, akaanza leza uwazi, akamwasi ananiambia, mchungaji, kipindi niko sekondari, nimekwenda form 5 na form 6 advance, nimekwenda na chuo kikuu, mpaka namaliza chuo kikuu, ametoa mimba 7. Ametoa mimba 7. Mpaka tangu ameanza sekondari, ameanza kutoa mimba akiwa sekondari. Ameingia advance, anaendelea na tabia ile ile. Ameingia mpaka chuo kikuu, anamaliza akiwa anaendelea kutoa mimba. Ni kweli amesoma, ana degree, amepata kazi, amepata mume, na mume ana kazi nzuri, lakini sasa kwa kuwa alisahau kuitunza afya yake, akajikuta anatoa mimba. Kumbe kipindi alipokuwa anatoa mimba, yale madawa aliyokuwa anatumia katika kutoa mimba yameharibu kizazi, yamemharibia kizazi chake. Imefika wakati sasa kizazi hakina uwezo wa kubeba mimba tena, mwili wake hauna uwezo wa kubeba mimba tena. Analia machozi, anahuzunika. Ni kweli ana kazi, lakini ile kazi imegeuka tena, hana furaha ndani yake, hana amani ndani yake. Lakini chanzo ni nini cha kukosa hayo yote? Ni kushindwa kuelewa hili somo, ni kushindwa kufunuliwa hii siri kwamba mafanikio pia yamefichwa katikati ya afya njema. Na Mungu alikuwa amempa afya njema. Mungu alimpa uzao,
Maana anasema ametoa mimba 7. Maana yake Mungu alimpa kuzaa watoto yamkini zaidi ya hao 7. Mungu alikuwa amewekeza mayai ndani yake, amzae watoto, atengeneze familia. Lakini yeye akaharibu afya yake kupitia kutoa mimba. Akaharibu afya yake. Kuna wengine wanaharibu. Nakumbuka siku moja nilikuwa nazungumza na daktari mmoja wa Buganda. Nikawa nimemuuliza swali moja, kwamba ni kwa nini leo hii mabinti wengi form 3, form 4, form 5, form 6, mabinti wengi ambao hawajaolewa, wao mara nyingi wamekuwa wakisumbuliwa na maumivu ya tumbo, chini ya tumbo hapa. Kwa nini wanasumbuliwa na haya maumivu? Na wakienda kupigwa ultrasound wanaambiwa kwamba kuna uchafu kwenye kizazi. Imekuwaje hii? Ananiambia chanzo ni utumiaji wa dawa za majira. Wa dawa hizi za majira, dawa za kuzuia kubeba mimba, dawa za kuzuia mimba kutungika. Wabinti wadogo wa sekondari wanatumia hizo dawa. Kumbe zina madhara, zinasababisha madhara katikati ya kizazi. Ukitumia, haiko sababu mtoto wa kidato cha 2, haiko sababu mtoto wa kidato cha 3 kutumia hayo madawa. Kwa sasa ikikuta, ndipo ile ikifika wakati unapotaka sasa, umefika kwenye wakati wa kuzaa, umefika wakati uko kwenye ndoa, mnatafuta mtoto, inakuwa ni changamoto, inakuwa ni shida. Unahangaika huku na kule, hata ule mshahara uliokuwa upata ambao ungekusaidia kwa ajili ya mafanikio na maendeleo mengine, unajikuta ndio unatumia tena kugharimika. Unazunguka huku na kule. Kumbe ni kwa sababu hukujua kwamba afya aliyokupa Mungu imebeba sehemu ya mafanikio yako. Unatakiwa kuitunza. Usirushe ovyo, usiitumie ovyo, usigonge mahali ovyo. Uilinde na uitunze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine wamepewa afya nzuri, Mungu amewajalia mwili mzuri, Mungu amewajalia kabisa, si walemavu wa kiungo chochote, ni watu ambao ni wazuri kabisa, hawana ulemavu wowote. Lakini unaweza kukuta ni kijana, Mungu amemjalia afya, mwili una nguvu, anaharibu afya yake kutumia madawa ya kulevya, anajidunga madawa, anajinywesha madawa, anavuta madawa. Yale madawa ya kulevya yanamwondolea wali, yanaharibu afya yake. Inafika wakati hata wewe ni shahidi, unaweza ukawata kwenye jamii yako, umekwisha kuona hawa watu. Mwanzoni alikuwa na afya nzuri, aliweza kufanya kazi yake vizuri, kama ni toroli alisukuma vizuri, kama ni bodaboda aliendesha vizuri, kama ni ice aliendesha vizuri, kama ni basi aliendesha vizuri, alifanya shughuli zake vizuri. Lakini leo hii tangu amejiingiza kwenye madawa ya kulevya, afya yake imeharibika. Leo hana uwezo hata wa kubeba kitu cha kilo 5, hana uwezo wa kubeba kitu hata cha kilo 20, hana uwezo hata wa kusema kwamba mtampa gari aitoe hapa ipeleke mjini, hana uwezo, ataiangusha hapo. Amekuwa zezeta, amekuwa zuzu. Ile hali ya nguvu ndani ya mwili imeharibika, inaharibu mpaka akili yake imeharibika. Wakati mwingine mpaka sasa anapoteza kumbukumbu, hata mwezi kumtuma kumpa fedha apeleke mahali, hamwezi kumwajiri kwa lolote. Amekuwa sasa ni mtu omba tu, amekuwa ni useless, amegeuka kuwa mzigo kwenye familia, amegeuka kuwa mtesi wa familia, amegeuka kuwa teja wanawaita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitazama ukarudi nyuma, ukaangalia, ni mtu alikuwa na afya yake nzuri, ni mtu alikuwa na uwezo wake mzuri, angeweza kutunza familia yake, angeweza kutunza watoto wake, angeweza kutunza wazazi wake. Lakini leo hana hiyo nafasi tena, lakini leo hana hiyo nguvu tena, hana nguvu tena ya kufanya utafutaji. Hawezi kwenda kulima, hawezi kwenda kusimamia mifugo, hawezi kufungua mradi akausimamia. Akili imeharibika, amekuwa kama kichaa, amekuwa kama punguani, mwili umekuwa zezeta, hauna nguvu ya kutenda chochote. Amejidunga madawa, yeye mwenyewe pale alipo amekuwa ni mtu wa kuwezeka, hata mkimpa kukamata kuandika anatetemeka tu. Amekuwa ni mtu ambaye anashinda baa, analala baa, ajani ameharibikiwa, hana nafasi tena. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu ya kujua ya kwamba afya njema inaleta mafanikio kwa mtu. Afya njema inasababisha mtu kufanikiwa. Afya njema inasababisha mtu kupata mafanikio. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikwambie, ni lazima uelewe kwamba mafanikio yako yamebebwa, iko siri ndani ya afya yako. Kuitunza afya yako, hakikisha unaitunza afya yako, unaitunza afya yako. Afya ya watumishi wa Bwana, ndio maana mtu mmoja akasema bora uzima. Unaweza kuwa umepata ajali, umevamiwa, umepata janga lolote, watu wanachokiuliza cha kwanza kwamba amepona. Maana yake wanatazama afya. Ukikuta umepona, hata kama vitu vimepotea, fedha zimepotea,
mali inapotea. Wanaojua thamani ya afya, wanaojua kazi ya afya, wanaojua sehemu ya afya katika mafanikio ya mtu, wanakuambia mali zinatafutwa, gari inatafutwa, nyumba inatafutwa, ila afya, kama Mungu ameruhusu hivyo viende, amekuachia afya, vingine hivi utatafuta. Watu wanatazama afya. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kusema mchungaji unasema nini? Hebu tusome katika kile kitabu cha Marko, ile sura yake, kitabu cha Marko ile sura yake ya 5 na ule mstari wa 26, mstari wa 26 na wa 27. Kitabu kile cha Marko sura yake ya 5 na ule mstari wa 26 na 27. Biblia inasema hivi. Tanzia mstari wa 25. Mstari wa 25 mpaka 27. Biblia inasema hivi. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu kwa miaka 12, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu kwa miaka 12, na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akagusa vazi lake. Biblia inatupa ushuhuda wa mtu mmoja ambaye katika maisha yake alikuwa na mali nyingi, alikuwa na uwezo, yamkini kupitia kazi alizozifanya, yamkini kupitia biashara alizozifanya, yamkini kupitia ndugu na jamaa zake, yamkini kupitia watoto wake, yamkini kupitia kwa namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini afya yake ikawa ni mbovu, akawa na afya mbaya, akawa na afya yake ikawa inamsumbua. Sasa badala ya kuendelea kuongezeka kimali, badala ya kuongezeka kifedha, Biblia inasema akagharimika, akawa anatoa fedha kwenda kuhangaika kutibu afya. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, afya yako inaweza ikawa imeharibika, ikageuka kuwa mlango wa kukufilisi. Afya ikageuka kuwa mlango wa kukumalizia mali. Bwana Yesu asifiwe. Maana afya ikiharibika ina madhara mawili. Moja, inakufunga, inakunyima uwezo wa kuondoka kwenda kusimama kutafuta kazi. Mbili, si tu kutafuta kufanya kazi, inakusimamisha kutokufanya kazi. Moja, inakusimamisha kutokufanya kazi, lakini mbili, inagharimu, inachukua kile ambacho umeshakitafuta na chenyewe tena inakimeza, inakiondoa mikononi mwako. Biblia inadhibitisha, inasema huyu mama amegharimiwa mali nyingi, amegharimiwa vitu vyote alivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Mungu amekupa afya njema, unayo kila sababu ya kuitunza. Kijana, ukiona Mungu amekupa afya njema, itunze hiyo afya. Usione ni fahari kuitumia hiyo afya. Ukiona sasa kwa kume na afya njema, ukiona mabinti wanawake 5, ukaiwekeza afya, ukatumia hiyo afya kwenye uzinzi, ukaona uharibu mwili wako kwenye kupitia uzinzi, unaangashanga unapata na magonjwa ya ngono, unashangaa siku ya siku umepata na maukimwi, unashangaa siku ya siku umeharibu afya yako kupitia uzinzi. Afya yako imepungua, afya yako imeharibika, afya yako imekuwa hovyo. Wewe ni binti, Mungu amekupa afya njema, una sababu ya kuiharibu hiyo afya yako, una sababu ya kuitunza. Mungu amekujalia una afya nzuri, amekupa umbo zuri, amekupa sura nzuri. Hiyo ni moja ya zawadi, ni moja ya muujiza ambao Mungu amekupa, ambao utakusaidia katika kufanikiwa kwako. Ni lazima uutunze, usiuharibu, usiutumie vibaya, usiingize kwenye matumizi mabaya. Lazima utunze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumisho Mungu. Ona Biblia inatuambia, Biblia hapa inatudhibitishia, inatuambia ya kwamba huyu mwanamke akatumia gharama kubwa. Bwana asifiwe. Wakakutana na mzee mmoja, afya yake ni mbovu. Yule mzee analia, kweli ana fedha, amefanikiwa na watoto wake wamefanikiwa, lakini yule mzee afya yake imeharibika. Kwa afya yake imeharibika, haoni raha ya fedha yake. Anatamani, akasema maneno magumu. Anasema, mchungaji, natamani bora ningekuwa maskini,
ninakula ugali na dagaa, lakini nina afya nzuri. Tumishi wa Mungu, kama Mungu amekujalia kuwa na afya nzuri, sina maana kwamba ninawasema vibaya ambao wanapita kwenye changamoto za afya, lakini nataka nikusihi ya kwamba iko sababu ya kuilinda afya. Unamuona huyu mama amehangaika na akamkimbilia Yesu. Ashukuriwe Mungu aponyaye, ashukuriwe Mungu arejeshaye afya, akamponya, akampa afya njema. Hata wewe unanisikia, yamkini kwa sababu moja ama nyingine imefika wakati afya yako ni kweli hukujua, hukufunuliwa siri hii na ukajikuta umeharibu afya yako, lakini kwa kuwa bado uhai na Mungu amekupa neema ya kusikia somo hili, ninataka nikusihi, ninataka nikwambie, bado nayo nafasi ya kumwendea Mungu. Yeye anaweza rejesha, yeye anaweza umba upya, yeye anaweza kukuponya. Maana Biblia inasema hata huyu mama alipoligusa vazi la Bwana, Mungu akaiponya afya yake, akampa afya njema. Unatakiwa kuwa na afya njema, mtumishi wa Mungu. Una lazima kumtafuta Bwana ili akupe afya njema. Ili maana kwa nini? Kwa sababu afya njema ni sehemu ya kuleta mafanikio katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule dada niyekupa ushuhuda wake, baada ya kuwa nimechua ya kwamba chanzo cha utasa wake ni nini, nikajua amemkosea Mungu. Ana dhambi ya mauaji, aliua watu 7 ambao Mungu alimpa ndani ya tumbo lake. Ilivyokuwa nimechua, maana yake ni kwamba amefarakana na Mungu. Kabidi sasa nirudi katika maombi, nikamsalisha sala ya toba. Kumsalisha sala ya toba ili nimpatanishe tena na Bwana, nimwombee mbele za Bwana rehema. Tukaenda mbele za Bwana, tukaomba rehema. Mungu asikiaye, aliyejaa huruma, akamrehemu. Baada ya kuwa amegeuka, Mungu akamrehemu. Sasa amempa mtoto. Ana watoto 2 sasa. Mungu amempa watoto. Ana watoto 2. Lakini ni baada ya kutabika. Na mimi nakutii mtu wa Mungu, ili usifike huko wewe ambaye leo una afya njema. Elewa siri hii ya kwamba afya imebeba siri katika kufanikiwa mtu. Afya imebeba nguvu ya kufanikiwa kwa mtu. Afya ina mchango mkubwa wa kufanya mtu afanikiwe. Unaweza ukawa ni shahidi wewe mwenyewe. Pengine umri leo ulionao, hapo ulipo saizi umri ulionao, kuna kazi fulani huwezi fanya. Kwa mfano mtu aliyefika miaka 45, miaka 50, miaka 55, 60, kuna kazi ambazo kijana mwenye miaka 25 anaweza fanya, wewe huwezi fanya. Kuna kazi, kuna muda ambao angeweza kutumia muda mrefu kufanya kazi. Ule muda ambao kijana mwenye miaka 30 anatumia kwenye kufanya kazi, wewe huwezi utumia. Ukiutumia tutakukuta umezimia hapo. Tukikukuta umelewa, tutakukuta umeanguka. Kwa nini? Kwa sababu umri ulio nao haukuruhusu sasa kuzifanya zile kazi kwa nguvu iliyokuwa inatakiwa. Lakini kwa kuwa Mungu amekujalia ni umri ulio nao, ni kijana, na Mungu amekujalia una nguvu, Mungu amekujalia una afya njema, unaweza tenda lolote, unaweza fanya kazi ngumu, unaweza fanya kazi kwa muda mrefu. Nataka nikwambie, tumia afya yako vizuri ili siku ya siku ikalete matunda katika maisha yako. Ili siku ya siku isiwe mlango wa kukutisha yale mavuno aliyokupa Mungu. Ili siku ya siku isifanyike kama mlango wa kukufilisi. Ili siku ya siku isifanyike kama mlango wa kuharibu zile mali ambazo ulijinyima muda mrefu ukajikusanyia, na Mungu akakubarikia, akabariki kazi ya mikono yako, na akakupa kazi, na akakupa mafanikio. Afya, mtumishi wa Mungu. Nazungumza, ukumbuke somo langu nafundisha siri za mafanikio. Nafundisha vyanzo vya kufanikiwa kwa mtu. Kwamba mafanikio yana vyanzo vyake. Kuna vitu ambavyo unatakiwa vilinde, kuna vitu unatakiwa vitunze. Hivyo vitu vinasababisha wewe kufanikiwa. Hivyo vitu vinasababisha wewe kila kitu hapo leo kupata maongezeko kwenye maisha yako. Na moja ya hicho kitu ambacho ni kitu cha 4 leo tunakizungumza, ni kitu cha 4 baada ya kuwa tumezungumza vitatu huko nyuma. Kitu cha 4 tunachokizungumza leo, kitu cha 4 tunachokizungumza leo ni afya yako. Kuwa na afya njema, kutunza afya yako. Afya inatunzwa, afya inalindwa. Ili uwe na afya njema, ni lazima uilinde, ni lazima uitunze. Hiyo afya ulionayo uhakikisha haiharibiki, inakuwa ni afya ambayo siku ya siku haiharibiki kupitia mapombe unayokunywa. Bwana Yesu asifiwe. Daktari moja akasema kwamba pombe haijawahi kumwacha mtu salama. Pombe haijawahi kumwacha mtu salama.
Sema pombe hajawahi kumwacha mtu salama. Bwana Yesu asifiwe. Madawa ya kulevya hajawahi acha mtu salama. Bwana Yesu asifiwe. Uzinzi haujawahi kumwacha mtu salama. Na mengine yenye uharibifu hajawahi kuacha mtu salama. Yanakuharibia afya yako. Wewe unafikiri, uliza tu wataalamu. Uliza, enda kana wataalamu wa afya. Waulize haba madhara ya uzinzi, madhara ya kuzini na kila mwanamke. Waulize madhara ya kuzini na kila mwanamume, ya kufanya tendo la ndoa na kila mwanamke, ya fanya tendo la ndoa na kila mwanamume. Waulize, watakwambia hata watu wataalamu wa afya. Watu wa afya watakwambia madhara yaliyoko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wanasema tendo moja lile la kufanya tendo moja tu kwa mwanamume ni sana kusafiri kilomita fulani nyingi kwa mwanamume, ambao ukiangalia zile kilomita anazozitaja ni kilomita ambazo ukizikimbia zinaharibu mwili wako. Utaangalia kwamba ni mchanganyiko wa damu huku na kule. Watakueleza hayo ninakwambia kwamba yako madhara makubwa yanayokuletea matatizo juu ya afya yako, juu ya afya yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katikati ya kuitunza afya, napozungumza kutunza afya kama sehemu iliyobeba siri ya mafanikio yako, kwa naposema kutunza afya kama sehemu iliyo chanzo cha mafanikio yako, unawezaje kuitunza afya? Weza kuniuliza mchungaji, sasa unaposema kutunza afya, nawezaje kuitunza afya yangu? Lakini kabla sijaenda kuzungumzia namna ya kutunza afya, naomba tusome neno la Mungu pia katika kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, sura ile ya 1 na ule mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana, ile sura yake ya 1 na ule mstari wake wa 2. Biblia inasema hivi, mpenzi, Biblia inasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anasema mpenzi, anaandika huu waraka kwa Gayo, kwa mzee Gayo. Anaandika, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako. Hapa anasisitiza, anazungumzia afya, kuwa na afya njema. Anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Katika mambo yako yote, unavyotamani umiliki hela, ndivyo hivyo tamani kuitunza afya yako. Unavyotamani amani ya ndoa na upendo kwenye ndoa, ndio hivyo tamani kumtunza na afya yako. Unapotamani uwe na mali nyingi, ndio hivyo tamani kuwa na afya yako. Maana Biblia inadhibitisha, inasema ya kwamba ufanikiwe katika mambo yako yote kama unavyofanikiwa kwenye afya yako. Maana yake uwe na afya yako nzuri, na kama unavyofanikiwa rohoni mwako, ndivyo ambavyo mtumishi wa Mungu anaandika, anatamani mtu afanikiwe. Anaelewa ya kwamba mafanikio ya vitu tu, afya ikaribika, ni bure. Mafanikio ya rohoni tu, afya ikakuharibikia, ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli unaweza kuona upako mwingi, rohoni umejaa nguvu ya Mungu, umejaa uweza, lakini kama mwili, afya ni mbovu, mwili umegoma, wezi hata simama ukahubiri injili kama anavyohubiri. Wezi simama ukahubiri, wezi simama ukatangaza neno la Bwana. Panahitaji uwe na afya pia, afya ikawe njema. Ndiyo inakupa kusimama, mwili ukawa ni mzima, ndiyo inakupa kusimama, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kusimama kusoma hilo andiko, naomba tukaangalie nikaseme kwa sehemu kidogo, unawezaje kuitunza afya yako. Maana yako mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia, ambayo watu wengi hawayaelewi, ndio yanayosababisha afya zako kuharibika, ndio yanayosababisha afya yako kudhoofika. Ikiwemo na hayo mengine niliyozungumza, kama vile uzinzi, ulevi, utumiaji wa madawa ya kulevya, au kunywa pombe na mengine ya kuvuta bangi, na mengine ya kujihusisha kwenye makundi mabaya. Kuna kijana mwingine walikuwa kwenye haya makundi ya vijana, leo ni mlemavu, walimkata mguu, ni mlemavu mguu huu mguu hawezi kufanya kazi, ni mlemavu kabisa. Lakini kijana ambaye kibina mfahamu, alikuwa na miguu yake yote, alikuwa na mikono yake yote, akawa amejiingiza kwenye makundi haya makundi ya vijana, makundi ya kupigana haya. Wanaanza kukimbizana, wanapigana, naye akajiingiza kwenye kundi moja wapo. Katikati ya yale makundi, siku moja ya kundi jingine, wakawa wamefanyiana fujo huko beach. Baada ya kufanyiana fujo, zikawa zimepita siku kama 2. Siku hiyo lile kundi sasa wakiwa wengi, wakakutana yeye akiwa peke yake. Wakamwambia, unakumbuka siku ile mlitufanyia fujo, mkatupiga. Sasa leo wewe ndio ulikuwa unaliongoza ile kundi. Sasa leo tunalipiza kisasi. Wakamkamata, wakaanza kupigana pale, vurugu pale. Katika kupigana pale, wakachukua jiwe, wakaponda kwenye mguu wake. Wakapasua mguu kabisa. Sio kuvunjika, kupasuka kabisa, ukapasuka. Kiasi kwamba
amefikishwa hospitalini, mguuni kiasi ambacho hawezi ungwa tena, mfupa kule ndani umesagika. Nini kinafanyika? Inatakiwa akatwe mguu. Leo hii ni mlemavu, anatembea na magongo, lakini ukiangalia chanzo cha kuharibu afya yake ni kujiingiza katika makundi mabaya. Ndio maana nakushauri ya kwamba mkimbilie Yesu, upate kufichwa ndani ya Kristo, upate kupundisha mafundisho yaliyo mazuri, yenye tabia njema, yenye mwenendo mzuri, yenye kumsadiki mfalme wa amani, yenye kumsadiki sura ya Kristo, ukaepukana na hayo mambo. Hiyo ni moja sehemu ya kukusaidia kutunza afya yako. Kwamba unaitunzaje afya yako? Moja ya kitu cha kukusaidia kuitunza afya yako ni ya kuyakabidhi maisha yako, kukabidhi afya yako kwa jina la Yesu, kukabidhi maisha yako kwa Bwana, kusalimisha maisha yako kwa Bwana. Ukiona tulivyosoma kwenye kitabu cha Marko, huyu mama alikuwa ametabika sana, alikuwa amehangaika sana, mbali zimeisha, lakini alipoyakabidhi maisha yake kwa Kristo Yesu, tunaona msiba wake ulikoma. Maana yake afya yake irudi kuwa njema, akarudi kuendelea na shughuli zake, akarudi kuendelea na utafutaji wake. Lakini pia tunamsoma hata Ayubu, habari za ushuhuda wa Ayubu. Ayubu na yeye kipindi amepata changamoto za afya, lakini ilipofika wakati aliendelea kumng'ang'ania Mungu, aliendelea kuyakabidhi maisha yake kwa Bwana, aliendelea kumtukuza Bwana. Tunaona Biblia inathibitisha, inasema akalipwa mara 2 ya yale aliyokuwa nayo. Kwa hiyo hili moja ya kitu kinaweza kukusaidia kuimarisha afya yako, kuitunza afya yako, kuishi salama, kuwa na afya njema, ni maisha yako kuyakabidhi mbele za Bwana. Ukiyakabidhi mbele ya Bwana, Mungu anakupa neema, Mungu anakupa nguvu ya kushinda ushindi, ya kushinda uzinzi. Mungu anakupa nguvu ya kushinda madawa ya kulevya. Mungu anakupa nguvu ya kushinda ushoga. Mungu anakupa nguvu ya kushinda usagaji. Mungu anakupa nguvu ya kushinda pombe. Mungu anakupa nguvu ya kuyashinda yote yaliyo mabaya katika maisha yako. Kwa hiyo namna mojawapo ya kwanza itakayokusaidia katika kutunza afya yako ni maisha yako kuyasalimisha kwa Yesu, ni kukabidhi maisha yako kwa Yesu. Lakini vitu vingine ambavyo nataka nivizungumze kwa macho ya damu, unaweza ukaviona vya kawaida, lakini ni vitu ambavyo vinaweza kukusaidia katika kutunza afya yako, katika kutunza afya yako. Kitu kingine cha kutunzaje, utatunzaje afya yako? Bwana Yesu asifiwe. Kutunza afya yako, unaitunzaje afya yako? Ni kwa kula vizuri. Ni kwa kula vizuri na kwa wakati. Kwa kula vizuri na kwa wakati. Ninaposema kula vizuri, usitafasiri vibaya. Maana kuna watu ukisema kula vizuri, wanajua kula vizuri ni kula pilau na nyama, ni kula pizza na baga, ni kula hapana, simaanishi huko. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza kula vizuri, ni kula chakula kilicho safi, ni kula chakula kilichoiva, ni kula chakula ambacho ukila utashiba. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa ni kabisa, inaweza ikawa ni viazi hivi vya kwetu kabisa vya asili, viazi tu na maziwa yako, lakini unakula kwa wakati na unakula unashiba. Inaweza ikawa ni chakula tu, ni ugali dagaa, lakini chakula unakipata kwa wakati na unakula unashiba. Kuna watu mnafanya kazi muda mrefu sana mpaka unajisahau kula. Muda wa kula hauna. Ukiuliza unasema niko bize na kazi, niko bize na hela. Ni kweli, hela unatakiwa kuzitafuta tena kwa bidii, lakini fedha pasipokuwa na kiasi ya kuangalia mwili wako kautunza, siku ya siku una madonda ya tumbo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ile hela uliyoitafuta unaanza kununua madawa. Madonda ya tumbo yakikukamata unaanza kulala kitandani. Huwezi kwenda wapi? Huwezi kwenda kazini. Umekula machakula machafu, yamekuletea miba, yamekusababishia magonjwa yanayosababishwa na uchafu wa chakula, yamekuletea matatizo kwenye afya yako. Unachangata na ile hela uliyokuwa umeitafuta, ambao ungenunua ka TV ndani, ambao ungenunua ka kiwanja, ambao ungenunua ka kitu ka kuendelea kwenye maisha, unapeleka tena hospitalini, unapeleka tena kununua madawa, mwili umeudhoofika, unalala uendi kazini. Zile hizo zote kumbe umejiletezea. Mwisho wa Mungu, magonjwa mengine si yanaletwa na wachawi. Ni kweli kuna magonjwa yanayosababishwa na nguvu za giza, lakini hayo unaweza kuyashinda. Maana nimekwambia njia ya kwanza, ukiyakabidhi maisha yako kwa Yesu. Ukikabidhi maisha yako kwa Yesu, maana yake magonjwa hayo mengine umeyashinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Mungu akupe hekima ya kupambanua. Kuna vitu vingine si uchawi, kuna vitu vingine umekosa tu maarifa ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu unakula chakula kimeungua, umekula chakula kimelala, kimechacha, wanasema kimechacha.
kimelala tangu jana mpaka leo. Wewe unabugia tu mpaka kina harufu, wewe unakula tu. Wewe ujali kimeharibika, wewe unakula. Kunywa maji yasiyochemshwa wanakuambia ni vibaya. Wataalamu wanakuambia usinywe maji yasiyochemshwa, yaliyotuama mahali. Wewe ndio unachota maji kwenye madimbwi, ndio unakula. Ndio chakula hivyo. Ukiandaa chakula uandai usafi, uandai chakula katika mazingira safi. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa vile vyakula vinaleta madhara katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unapenda kula mavyakula yaliyosindikwa, unapenda kula mavyakula yenye mafuta mengi, unahisi kwamba eti ndo ujanja, unahisi kwamba eti ndo kuonekana una fedha, unahisi kwamba ndo kuonekana wewe unaishi maisha mazuri. Kumbe unajiteketeza bila kujua kwenye macho ya damu na nyama, kwa kuwa unaufahamu. Unahisi kuyala hayo eti kwamba ndo ufahari, unahisi kuyala. Sisemi usile vitu vizuri, sisemi usikaangize nyumbani kwako, lakini nasema uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na kiasi. Kwa nini? Vikizidi vinaharibu afya, vikizidi vinakuletea matatizo, vikizidi vitakupunguzia kufanikiwa. Wewe unafurahi tu kunenepa, utembea tu watu wakusifu na kitambi, kumbe ni matatizo unajiandalia, kumbe ni matatizo yatakufuata. Ndio maana hata ukienda kwa watu afya watakushauri kula kwa balance diet. Maana yake uwe na kiasi ili mwili wako usipate kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Watakwambia kwenye vyakula hapo, watakueleza habari ya kutumia vyakula vya mafuta mengi, kutumia vitu vyenye sukari nyingi, watakueleza wataalamu. Hivyo vyote lazima ujitahadhari navyo. Lakini hapo hapo kwenye kula kwa wakati, kula kwa wakati. Lazima uwe mtu ambaye zingatia kula kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Sio chakula cha mchana wewe unakula saa 11, unakula saa 12. Mwili ulishaumia, ulishautesa mwili. Lazima uhakikishe mwili ule kwa wakati. Kuna mtu mwingine anaingia kazini asubuhi, wala hata kile chakula cha asubuhi hapati, na anafanya kazi ngumu, anabeba mizigo mizito, anatumia nguvu nyingi kufikiria, anaendelea kuitenda kazi hiyo kwa mazingira magumu, lakini unashangaa hata siku nzima imepita hajala. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kuharibu afya yako. Bwana asifiwe. Usiharibu afya yako ambayo Mungu amekupa kama muujiza, kama zawadi, kama sehemu ya kukuongezea nguvu ya mafanikio yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini ukiachana na kula vizuri, pia njia nyingine ya kukusaidia kuitunza afya yako ni kulala mahali pazuri. Napozungumza kulala mahali pazuri, sina maana kwamba ulale mpaka ulale kwenye godoro lile la inchi 12 sio inchi ngapi. No, mahali pazuri ni kwamba ulale mahali ambapo pana usafi. Ulale kwenye matandiko ambayo ni masafi. Uhakikishe matandiko yako unayotumia, yale matandiko yawe safi. Usiwe mahali ambapo pana wadudu, pana bakteria ambao wanasababisha magonjwa. Pana wadudu ambao wakikung'ata watakuletezea maambukizo ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nilienda kwenye familia moja, nilikuwa nimeitembelea familia ambayo inaishi kidogo kwenye mazingira ya kijijini. Nikakuta ndani ya ile familia, watoto wa ile familia wanalala nyumba moja na mifugo. Ndani ya ile nyumba kuna kondoo, ndani ya ile nyumba kuna mbuzi, na watoto wanalala pamoja kwenye ile nyumba. Wameweka tu uzio wa miti, kwa hiyo huku wanalala watoto na huku inalala mifugo. Na wale watoto si kwamba labda wanalala kwenye kitanda kiko juu, wanalala kwenye kitanda kiko chini. Nilipoingia mle ndani na kutana na viroboto vingi sana. Kuna wadudu fulani hivi, kuna vinani fulani hivi, vinakaa katika mifugo hizo za mbuzi na ng'ombe. Vimekaa vingi sana, vingi mno vinakaa. Yaani ukiingia kwa ndani ya dakika fulani, mwili mzima umejaa kujikuna kwa kung'atwa na vile vidudu. Sasa vile vinaharibu afya. Katika mazingira hayo ndiko napozungumza kwamba ulale katika mazingira salama, ulale kwenye mazingira mazuri, ulale mazingira yaliyo safi, ulale mazingira ambayo, kwa mfano, unaweza ukaharibu afya yako tu, wakati mwingine pa ukapatwa na mauti. Lakini ukiangalia chanzo ni kukosa tu kutafuta chandarua, kukosa tu kulala mahali penye neti, ukang'atwa na umbu, wakakuambukiza malaria, wale malaria wakakuletezea mashida, wakakuletezea kutumia gharama kubwa, kwenda hospitalini, kugharimika muda, kujitibu huku na kule. Kumbe ungeweza kulinda afya yako, ukahakikisha mahali unapolala ni mahali pazuri
pangeweza kukupa nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba afya yako inakuwa salama. Na mtumishi wa Mungu, nazungumzia afya kama sehemu iliyobeba nguvu ya mafanikio ya mtu, kama sehemu iliyobeba siri ya kufanikiwa kwa mtu. Nimekwambia kwamba afya ikiharibika, umepoteza kitu cha thamani sana, umepoteza kitu cha muhimu mno, umepoteza kitu ambacho kitakugharimu pakubwa. Lakini kama haiko sababu yoyote, uko na sababu ya kuitunza afya yako. Unayo sababu ya kuitunza afya yako. Lakini jambo jingine la tatu, la nne, linaloweza kukusaidia katika kutunza afya yako ni kupumzisha mwili wako. Ni kupumzisha mwili wako. Ni kupumzisha mwili wako. Mwili ambao Mungu amekupa una kiasi cha kufanya kazi. Kuna wakati unafika unahitaji kupumzika. Usiwe ni mtu wewe wa kila siku masaa yote ni kazi tu. Ni kazi tu. Usiku na mchana ni kazi. Nakutana mtu mmoja, mchana ameajiriwa. Yaani mchana ana ajira, anakwenda ofisini kufanya kazi. Akirudi usiku ana bodaboda, anakesha. Yaani mchana yuko kazini, fanya kazi ya mchana. Akitoka mchana, ikiingia usiku, anakesha mpaka saa 11, yuko kwenye bodaboda. Yaani hata mwili kupata muda wa kupumzika kwake, hana muda wa kupumzika. Kwa namna hiyo unauchosha mwili. Ukitaka unielewe vizuri, fuatilia wale makahaba. Fuatilia wale makahaba. Uangalie. Anaweza kawa ni binti mwenye sura nzuri sana. Naweza mwanzoni alikuwa na umbo nzuri, lakini kutokana na kwamba mwili wake anautumikisha kwa wanaume zaidi ya 10, zaidi ya 10 na kitu, 5, 10 na kitu kwa kila siku. Kila siku maana amegeuza kwamba ndio kipato chake. Unashangaa mpaka na lile umbo lake linapotea. Unashangaa mpaka na ule mng'ao wa sura yake unapotea. Unashangaa mpaka na ule uzuri aliokuwa nao unapotea. Anabaki anageuka. Anaweza kuwa ni binti mdogo miaka 25, miaka 30, anakuwa na sura imekomaa, anageuka kuwa mzee, sura inabadilika. Yaani ukimwona unahisi unamsalimia shikamo, kumbe ni mtoto mdogo tu. Msemo watoto wa usoni unasema ni mtoto wa 2000, lakini ameharibika. Utafikiri ni mtoto wa miaka 50 iliyopita. Sura imeharibika, imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ni kwa sababu tu amechindwa kutokupatia mwili muda wa kupumzika. Kwa hiyo unapofanya shughuli zako zilizo halali kwa ajili ya kipato chako, kwa ajili ya kujenga maisha yako, kwa ajili ya kutafuta mafanikio yako, mimi nataka nikukumbusha kwamba kuitunza afya ni sehemu iliyobeba mafanikio ya mtu, ni sehemu iliyobeba siri ya kufanikiwa kwa mtu. Ni lazima mtumishi wa Bwana uitunze afya yako. Ni lazima mtumishi wa Mungu uitunze afya yako. Na unaitunzaje? Nimekwambia mara moja, ukabidhi afya yako kwa Mungu. Mungu aiponye kile itwapo leo. Akukinge na magonjwa ya dunia hii, akukinge na majanga, akukinge na uharibifu wa dunia hii. Lakini 2, uulishe mwili wako vizuri. Lakini 2, uulishe mwili wako vizuri. Na 3, uulaze mwili wako mahali pazuri. Na 3, uulaze mwili wako mahali pazuri. Lakini 4, uupe mwili wako kupumzika. Lazima wenzetu hawa wameendelea sana. Wenzetu hawa wameendelea. Na hata wasomi wanaweza wakafikiana na mimi. Wale watu ambao Mungu amewajalia kupata ufahamu wa elimu, hata elimu dunia tu. Na wale ambao Mungu amewajalia kupata ufahamu wa neno la Mungu, mafundisho mazuri kama haya yanayofundisha Mungu, wanaweza kukubaliana na mimi kwamba kuna wakati wanakuwa na muda wa kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuwa na muda wa kufanya nini? Wa kupumzika. Ndio ile unaweza kukuta mtu labda amefunga shughuli zake zote, anakwenda likizo. Bwana Yesu asifiwe. Serikali yetu na serikali zingine zina mfumo huu. Unapoona mtu amepewa likizo, maana yake wanataka akapumzishe mwili, akaujenge mwili upya, mwili ukapate kupumzika. Maana wanajua kwamba kupumzisha mwili ni sehemu ya kujenga afya njema, ni sehemu ya kumwezesha mtu apate kuwaza vizuri, ni sehemu ya kumfanya mtu akili ijirefresh, ipate kuwaza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe unayefanya kazi binafsi lazima ujiwekee desturi kama hao wanaofanya kazi serikalini. Na ndio maana hata mfanyakazi wa serikali, kuna wengine akipewa muda wa kupumzika hana, na yeye tena unakuta ni kuhangaika. Ule muda unatakiwa upumzishe akili, upumzishe mwili wako, utulie. Kama ni kukaa nyumbani na watoto, ucheze na watoto hapo. Kama ni kukaa na watoto, washauri watoto hapo. Maana muda mwingine pengine kazi unayoifanya inaweza nikawa ni moja ya aina ya kazi ambayo inakubana kukosa muda wa kupumzika na familia yako. Kwa hiyo ni muda wa kurelax, wa kurefresh mind, wa kusababisha akili yako ijipange upya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana hata kuifanyisha kazi akili kwa muda mrefu inachoka mapema. Amen. Haleluya. Ile nguvu yake ya kufikiria inaharibika. Kwa hiyo kupumzisha mwili ni moja ya njia itakayokusaidia kuutunza mwili wako. Lakini ya mwisho, ninapoenda kumalizia kwenye somo langu,
ya mwisho, njia nyingine ni usafi wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine ni kuhakikisha mwili wako unaupa usafi. Haleluya. Ni kuhakikisha mwili wako unaupa usafi. Kwa mfano, uchafu unaweza kukuletea matatizo. Kuna watu leo hii wana shida ya meno haya, kupata changamoto za meno, lakini ukiangalia ni kutokupiga mswaki. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke Biblia imeelezea hata habari za kupiga mswaki. Biblia imeeleza habari za usafi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana Paulo anasema, anamwambia Timotheo ya kwamba akawe kielelezo katika mwenendo, katika usafi. Akawe kielelezo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Akawe kielelezo. Kwa nini anamwambia hivyo? Ni kwa sababu Paulo anaelewa kwamba usafi umebeba sehemu ya kutunza mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwenye kile kitabu cha Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo, ile sura yake ya 4 na ule mstari wa 12, anasema hivi: mtu awaye yoyote asiudhalau ujana wako, bali ukawe kielelezo kwao waaminio, katika usemi, katika mwenendo, na katika upendo na amani na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Swala la usafi ni swala la msingi kabisa, ambalo katika mwili wako kuna magonjwa mengine, kama tukizungumzia habari za fangasi. Bwana asifiwe. Fangasi hasa katika sehemu ambazo ni za siri. Bwana asifiwe. Kuna mafangasi ambayo kule ndani usipokuwa msafi utajikuta unaugua hayo magonjwa, yanasababishwa na uchafu. Bwana asifiwe. Hata ukiuliza madaktari watakwambia kwamba uchafu katika hayo maeneo yanaleta magonjwa, yanasababisha magonjwa. Kuna magonjwa mengine, kwa mfano magonjwa ya ngozi, mba, yanasababishwa na uchafu. Mtu ambaye anakaa katika mazingira ya uchafu yanasababisha ngozi yake inaharibika, inakuletea matatizo, siku ya siku inakuletea shida. Unakuwa ni mtu wa kuhangaika. Kumbe unahangaika kwa nini? Kwa sababu ndani yako ulikosa usafi. Ndani yako ulikosa kuutunza mwili wako, ukaweka mazingira ya usafi, ukavaa nguo zilizo safi, ukala chakula kilicho safi, ukalala mahali palipo safi. Katika mazingira hayo unasababisha mwili wako kuupa nafasi ya kuimarika, kuupa nafasi ya kutunzika, kuupa nafasi ya kujenga sasa afya iliyo bora, itakayokusaidia kufanya kazi katikati ya maisha yako na ukamuona Mungu. Mtumishi wa Bwana, usisahau ya kwamba afya ni muujiza wa kwanza kupita miujiza yote ambayo Mungu ametupatia. Mtu aliye na afya njema, unashangaa mtu ana afya nzuri, lakini unamuuliza kwamba Mungu alishakutendea muujiza, anakwambia mimi tangu nimezaliwa sijawahi kuona muujiza wa Bwana. Unatafuta muujiza gani mkubwa kuliko afya ulionayo? Unatafuta muujiza gani mkubwa kuliko mikono Mungu amekupa? Mungu amekupa mikono, amekupa macho, amekupa masikio unasikia, amekupa mdomo unazungumza, amekupa miguu unatembea, amekupa nguvu ndani ya huo mwili. Mungu amekujalia. Mtu unamaliza mwaka mzima hujawahi kukanyaga hospitalini. Mtu amekubaliza mwaka mzima unameza tu Panadol tu, kichwa unameza Panadol unapona. Hiyo ni muujiza Mungu amekupa. Hiyo ni moja ya njia, ni moja ya mlango ambao Mungu amekupa ili upate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana afya inapokuwa salama, afya inapokuwa njema, ndio inampa mtu uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali, wa kufanya kazi huku na kule, wa kusafiri, wa kuzunguka, wa kufikiria huku na kule. Lakini afya ikiharibika katikati ya maisha ya mtu, utakuwa ni mtu wa kulala, utakuwa ni mtu wa kukaa. Mwisho wa Mungu, tunapomalizia hii sehemu yetu ya 4, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Katika somo hili leo tutajifunza sehemu ya 4. Somo leo tunalojifunza ni siri za mafanikio ama vyanzo vya kufanikiwa, na hapa Mungu anatufundisha afya yetu kama sehemu ya kuchangia mafanikio yetu, kama kwamba afya yetu ambayo Mungu ametupa imebeba siri ya kufanikiwa kwetu, imebeba chanzo cha kufanikiwa kwetu. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Acha nimshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, Mfalme Mungu mwema, asante kwa neema yako tena uliyotupatia Bwana mabwana, tupate kuzungumza na watoto wako Mungu kupitia neno hili na siri za kufanikiwa. Maana ndiyo matamanio yetu Mungu, kila mmoja, hata watazamaji wangu na wasikilizaji wangu wanaonisikia wanatamani kufanikiwa. Na wewe Yesu umewapa neema ya kuwafundisha
siri za kufanikiwa kwao. Na katika somo hili Mungu, sehemu hii ya 4, umewafundisha thamani ya afya uliowapa, kwamba ni muujiza ya kwamba Mungu wanatakiwa kuutunza ili wasaidie katika kufanikiwa kwao. Yesu, yale yote uliyozungumza wacha yakaze matunda katikati ya maisha yao. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umeanza pamoja nasi mpaka kumaliza pamoja nasi. Achilia baraka kwa watoto wako walionisikiliza pia na kunisikia, ukawabarikia kupitia somo hili. Ni katika jina lako Yesu naomba na kuamini. Amen.